Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Leo tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam kulikuwa na shauri mbele ya Jaji Mbagwa kesi ya Saidi Isa Mohamed na Ahmed Rashid dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Haya yalikuwa ni maombi madogo ambayo yanahusika na lengo la Saidi Isa Mohamed na mwenzake kupata amri za zuio kwa wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na vile vile kwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wanarudia yale ambao walikuwa wameomba mwaka jana, kwanza kuzuia matumizi ya mali za chama, ofisi, magari, vifaa vyote vya chama, na pili kumzuia katibu mkuu na wote ambao wanafanya kazi chini yake kujihusisha na shughuli za siasa. Sasa tarehe ya leo ilikuwa imepangwa na mahakama kwa ajili ya kutajwa kwa shauri hili. Sasa ajabu yake ni kwamba tumeingia mahakamani, mawakili wa upande wa waleta maombi walikuwepo na sisi tulikuwepo upande wa wajibu maombi, lakini wenzetu wakataka kuchomekea kwamba ati hatujaleta kiapo pinzani, na ambacho kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba basi wasikilizwe na wapewe amri za zuio zote mbili, kuzuia matumizi ya mali na vile vile kuzuia katibu mkuu na wote ambao wako chini yake kujihusisha na shughuli za kisiasa. Hii kidogo ilituchefua sisi mawakili wa upande wa wajibu maombi, na kwa kweli tulibidi tumweleze jaji kwamba leo ilikuwa ni siku ya kutajwa wala sio siku ya kusikilizwa. Kesi hii inasikilizwa kwa pande zote mbili wala sio kwa upande mmoja, na jaji hakutaka tuendelee mbali sana. Akasema amri ya mahakama au wito wa mahakama uko wazi kabisa kwamba leo ilikuwa ni siku ya kutajwa kwa kesi hii, na kwa maana hiyo hayo mengine yote tusiyazungumze, bali ya kwamba upande wa wenzetu walikuwa wamefanya mawasilisho marefu, lakini nimesema kutokana na hivyo wametuchefua na tunategemea kuchukua hatua stahiki dhidi ya mawakili wote hawa. Yale yote ambao waliyafanya mwaka jana kusababisha Chadema kufungiwa kwa siku 309, nadhani inabidi walipie dhambi hizi, wapeleka kwenye kamati ya mawakili. Hatuwezi tukaruhusu mawakili kushiriki katika matendo maovu na tukawaacha tu hivi hivi na wakaendelea kana kwamba hawajajifunza chochote kile. Tuliwapa nafasi ya kuweza kujifunza, lekea hawajajifunza. Sasa wakati umefika, kama nilivyosema siku ile nyingine, mwana kulitafuta mwana kulipata. Sasa hatuwezi tukaruhusu watu kufikiria kwamba unaweza ukaenda ukachezea tu haki za Watanzania, mamilioni ya Watanzania ambao ni wafuasi na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambacho ni chama kikuu cha siasa katika nchi hii. Hakuna chama kingine chochote kile katika nchi hii ambacho ni kikuu kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Alafu wewe unafikiri kwamba tunaweza kuja mahakamani ukapata tu amri hizo kienyeji na ukazipata na ukazitumia vibaya kwa kukiuka haki za katiba za wananchi wa nchi hii. Kwa hiyo tutachukua hatua stahiki dhidi ya hao. Saidi Isa anajiandaa, nikiwapatia tu scoop, maombi yetu hasara ilisababisha Chadema ni zaidi ya shilingi bilioni 100. Kwa hiyo na hawa mawakili wameshiriki hata kusababisha hiyo hasara, tutawasaidia kuweza kuilipa kwa namna inayostahili. Sasa kesi, jaji baada ya hapo vile vile amesema kwamba kesi hii itakuja, ametupatia nafasi sisi upande wa wajibu maombi siku za kuweza nafasi ya kuweza kuwasilisha kiapo chetu pinzani ambacho tutafanya tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, na kesi hii itasikilizwa kama hali ni shwari kabisa tarehe 6 mchana siku ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa hiyo na kingine ambacho ningependa tu kuambia, nadhani mtakuwa mmeona kwenye mitandao, wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walishapeleka notice ya rufaa katika mahakama ya rufaa dhidi ya uamuzi ule wa Jaji Ngunyare, sehemu ya uamuzi wa Jaji Ngunyare ambao au kuifukuza kwa moja ile kesi ya Saidi Isa Mohamed na mwenzake huyu Ahmed Rashid. Sasa tunapinga rufaa kwamba kesi wanasema kwamba kesi itakiwa ifukuzwe, sio kufutwa, na vile vile atakiwa watoe gharama. Kwa hiyo kuna rufaa hiyo ambayo nimeshapeleka notice ya rufaa,
na tutaweza kuiarifu mahakama ni kitu gani ambacho tumefanya na kuangalia kama hii kweli kesi hii inaweza kuendelea wakati kuna rufaa nyingine katika mahakama ya rufani. Kwa hiyo ndio hayo ambayo tulionayo, na kingine ambacho tumekitaka ni kuhusiana wanachama wafahamu kwamba kesi hii ni ya wanachama wote, ni wafuasi wote wa Chadema, wana haki ya kuja mahakamani kuisikiliza, na wasikubali mtu yote anapokuja mahakamani akamwambia kesi imeahirishwa. Kama kesi imeahirishwa, mawakili wa Chadema ndio ambao wataweza kutoa taarifa kwa watu kama kesi imeahirishwa. Wana haki ya kuja na kushiriki katika kesi. Kuna njama chafu ambazo zinafanywa na tumeiarifu mahakama za kuzuia watu kuja mahakamani, wanaambiwa kwamba eti kesi imeahirishwa. Haipo. Wanachama cha Demokrasia na Maendeleo, kama kesi imekuwa imeahirishwa, mtaambiwa na mwakili wa chama cha Demokrasia na Maendeleo na si mtu mwingine yeyote yule. Asanteni sana. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.